نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام nichukue fursa hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu tumche Allah, lakini tutekeleze sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa ni miongoni mwa njia za kufuzu, na muomba Allah niafikishe mimi na wewe katika hilo. Amin, amin, amin. Leo hakuna maneno mengi, lakini na dawa inaitwa khashinur ras, nywele kipilipili. Dawa hii ni mafuta mazuri mno ya kukuza nywele zako, kuongeza nywele. Ni mazuri mpaka kwa watoto, yanajaza nywele, yanaondosha anashrun, mba na miwasho. Mafuta haya ni mazuri mno, ni mazuri mno. Lakini mafuta haya khashinur ras yanaandamana na dawa inaitwa zayyiniha lihyatun. Zayyiniha lihyatun ni dawa ambayo ni dawa nzuri sana kulainisha ndevu, kuongeza ndevu, kuzifanya kuwa nyeusi, kuweka harufu mzuri katika ndevu, kumvutia mke wako. Toba ya ilahi. Haya sasa, zayyiniha lihyatun na khashinu ar-ras. Dawa hizi mbili ni dawa mujarrab sana, ni dawa mujarrab kabisa kabisa. Uislamu wetu umetueleza bunia al-islamu ala an-nadhafa. Uislamu umejengwa juu ya usafi. Kuna hadithi amepokea Imam Tabarani anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nadhifun. Uislamu ni msafi, Uislamu ni utakatifu. Pata nadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu, hakika yake, la yadkhulul jannata illa nadhifun, haingii peponi isipokuwa mtu msafi. Haya ni mafuta, lakini hii ni business, tijara, lakini ni unadhifu, ni usmati. Umaridadi wanasema Waswahili unaficha umasikini. Hasa sisi Waislamu kuwa wasafi zaidi ya maelezo katika mavazi, katika uvaaji. Wanasema kulipuka pamba. Hili jambo si kuachia watu wa kidunia, sisi ndio tuwe mstari wa mbele. Usafi ni kitu muhimu. Hata ukimlingania mtu katika imani, ana imagine yani huyu ndo ananielekeza kuniita kwa vitu vizuri, kuna pepo, kuna nini, inanukia pepo. Yeye mwenyewe ananuka jasho hapo alipo, yenye kichana kinamshinda. Hapana. Umaridadi ni kitu kimoja muhimu. Kupitia mafuta kama haya, ili nisitawilishe maneno, baki taarifa yangu ni haya: kila mmoja kwa position yake ajitahidi kwamba awe msafi, appearance yake, muonekano wake. Kama anavaa kilemba, basi asivae kilemba tu miida ni sunna, akivae vizuri kilemba. Funga kilemba chako, angalia kwenye kioo kimenyooka, sio unafunga tu kama lemba la bimkora. Lakini pia kama unavaa kofia, iseti kofia penye uchungi, pasimame kwenye uchungi. Sio unavaa kofia kama mganga, kama boshoi, kumbe ni cherehani. Hata ukivaa kanzu, inyoshe, ipige pasi, itulie kanzu yako. Hata ukichukua saa, chukua saa kitu asa. Kitu asa, ivae saa kwa madaha. Ukivaa shati, iwe shati kweli imenyoka. Lakini pia kama we ni mfugaji wa ndevu, ziweke vizuri shekhe. Sasa ndevu zako zivutie. Kama ni nyeusi, basi weusi wa maana, wake namna hii. Wake namna kama hii. Wewe kuna watu wengine si Waislamu kama kina Rick Ross USA, waimba music ya hip hop. Si ndio hiyo hip hop. Wana ndevu nyingi lakini wamezitunza.
lakini ile lifestyle yake ya kufuga ndevu wala hafuati sunna. Yeye ni kama lifestyle yake tu, ni show off basi, na wengine waiga. Hawaigi kwa sababu ni sunna, kwa sababu kaziweka vizuri. Je, wewe unayefuga lengo ni mutabaa, ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakiwa viwe vizuri zaidi, zipendeze, zivutie, japo hata ukiwa umeziweka shaghala baghala thawabu unapata. Sawa Usiseme anasema hivi kwa sababu ya hii bidhaa yake. Hii bidhaa ndiyo nimekuonesheni, lakini nimeongeza maneno ya ziada. Isiwe tu madam tunafanya kuwaonesha watu kitu akichukue, tusipate hata nafasi ya kupromote dini. Dini popote pale inatakiwa izungumzwe. Kwa hiyo mafuta yetu ya ndevu yanaitwa Zayiniha Lihiyatun, lakini pia na Khashinu Ras. Mafuta ya nywele, mafuta ya ndevu ni vitu mujarrab. Barakallahu fikum. Popote ulipo tupo, tutakutumia mafuta kama haya. Lakini pia tunahusika na masala ya dua mbali. Tunahusika na masala ya dua mbali. Lakini sanjali na hayo, chukua namba hizi kwa haraka. Kama utaziona basi chukua namba zetu hizi. Umeona Nafikiri utakuwa umezipata namba zetu. Barakallahu fika. Nafikiri umenielewa sana. Usisahau kusubscribe katika channel ya Othman Michael Online TV, naye anayo laini yake ilozaliwa na laini hizi hapa. Usisahau na laini nyingine ambazo ziko mbele yako. Sisi tuko Tanzania, Buguruni Rozana. Wajazakumullahu khair, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazi, kwa nini anaoga hasad? So mashaitani wakimuingia mtu mwilini, cha kwanza wanamhusudu, na husda ni kifungo. Kwa hiyo huyo akifanywa tu visomo juu hakai sawa, sharti kabisa aoge hasadi. Akishaogeshwa hasadi, kinachofuatia kuna mafuta makali. Haya hapa kameramani, unaona haya ni yale yaliyochanganywa miti 9. Mafuta makali haya itakiwa mgonjwa alooga maji ya hasad akapake tundu zote za mwili, ashiakumsi matusi, mpaka kwenye vichungi vya machuchu kwa mwanamke, mpaka kwenye pachupachu za kucha na vidole, lakini pia pake pia mwili mzima. Hii inasaidia, miongoni mwa vitu vinavyosaidia yule mtu akipandisha yule shetani asiwe na vitimbi, asiwe na vurugu, ili ipate kutusaidia na sisi. Akishapaka ile mafuta tayari, kashapaka mafuta yake, anakuja sasa kwa ajili ya kuombewa Mungu na kusomewa kisomo cha ruqya ya sheria, ili yule mdudu aondoke. Na jambo hili linafanyika ndani ya dakika 45. Sasa ndo huyu bibie hapa ashaoga, inatakiwa asomewe. Sasa ili asomewe, inatakiwa iltijahil qibla, aelekee qibla. Mfano qibla, haya huyu kishaelekea huko qibla, unaona hapa ameelekea qibla. Hivi alipoelekea qibla hivi, tunamuita qari amsomee. Sogea kwa kule kidogo. Sogea tena kwa kule. Hamna kiti hapo. Emlete kigoda pale Sheikh. Ili picha ionekane vizuri. Njoo mama na wewe kwa huko. Njoo kwa hapa. Njoo kwa hapa. Elekea huko. Ewa, namna hiyo. Leta kigoda chengine kama kipo. Hata miko hapa. Sheikh hata mpita hapa. Tunakuja.
Tumefahamiana vizuri eh? Haya, njoo hapa, kaa hapa, kaa hapa, huku. Tumefahamiana vizuri eh? Sasa hawa hapa, cha kwanza kabisa kuna masharti eh? Rudi nyuma Sheikh. Unaona, sogea mbele kidogo, sogea mbele. Hapo tulia. Mmeona ustadhi alipokaa hivi eh? Mmeona ustadhi alipokaa hivi, taratibu haziruhusu kwa sababu ni mkao wa kula huu. Mkao wa fitna huu. Sawa eh? Mkao wa fitna. Sasa mkao kama huu, kwa sababu anayesomea ni mwanamke, ana adjust, anarudi nyuma tena kidogo. Rudi mwamba nyuma kidogo. Namna kama hii. Sasa akishaka mfano kama hivi, cha mwanzo hawa wasomewa ruqya inatakiwa kwanza wajengwe kiitikadi. Hatutaki sisi, sawa, mtu anayekuja kwenye tiba hizi, mnisikilize hasa wagonjwa, alafu mtizamo wake anadanganywa na matapeli kwamba wewe vitu vyako sio vya kupona kwa Qur'ani, ni vya kimizimu. Wewe wa muzimu kaa huko. Hapa hakuna majivu wala matambiko, hakuna vitu kama hivi. Hapa ni Allah na sisi. Na tunajuaga sisi Allah atuangushi. Na ukijua Allah anatisha, hebu angalia baadhi ya video Sheikh Uthman kazisoma mubashara. Angalia watu walivyokuwa akipiga kelele na ushuhuda. Hiyo haimtosheki tu. Qur'ani achana nayo Qur'ani. Qur'ani habari zake mzito. Inatosha Qur'ani. Inatosha. Sasa kinachotakiwa, kuna masharti ya msomewa ruqya na msoma ruqya. Haya masharti ndio kitu muhimu. Kwanza msoma ruqya tunaanza na yeye. Msoma ruqya na sifa zake Sheikh Umar. Sifa za kwanza, awe mtu wa sunna bila kupepesa. Asiwe mtu wa bid'a, sawa? Awe mtu wa sunna, lakini pia awe mutaabidi kweli kweli. Zile sunna zote, qablia, baadia, ishraqi, dhuha, zisimpite. Na atembee na mswaki na kilemba na kanzu. Alalaqali tizameni hapa tulipo. Shekhe ana kilemba, shekhe ana kanzu, shekhe ana kofia, ana kanzu. Halafu sasa kwa sababu mavazi bora ni meupe, sote tumepiga nyeupe. Wala hatujaandaa leo kwamba watu wa kamera watakuja tujiwekeni. Yani huu ndo mfumo wa watu wa ruqya. Na kwa taarifa fupi, kama hamjui, hapa kwenye zawia yetu Ustadhi Magumashi huwa hatumtaki, tunamtimua. Akija hana kanzu, ugomvi, lazima tumpige faini au tumrudishe nyumbani. Tumeelewana vizuri eh? Lazima tumrudishe nyumbani. Hebu simama mamangu kidogo. Umeona? Simama mamangu. Unaona? Mabinti zetu walokuepo hapa, kwa sababu hawa wote ni watu wa khidma ya kupambana na maibilisi. Ibn Taymiyyah anasema rahimahullah, kupigana au kufanya tiba ya mashaitani ni jihadi kubwa kuliko ile jihadi ya upanga. Kwa sababu tunashindana na adui ambaye kwanza hatumuoni, alafu ana power kuliko sisi. Ni Allah tu kutudhalilishia. Sasa lazima tumridhishe Allah ili atupe nguvu. Kwa hiyo wanawake kwa wanaume wavae inavyotakiwa. Wanaume tunavaa kama hivi. Kiremba kina daraja 70, mswaki una daraja 70. Na wanawake, umeiona hii umbrella hii? Umeona hii umbrella? Hii ndio jalabibi ambayo haisifu mwili. Na wote tunaona. Hakuna baibui mwanamke nyonga hapa. Hiyo habari hakuna. Kwa hiyo wanawake wanavaa kwa hali ya stara kweli kweli, ili waweze kupambana na vitu kama hivi. Kwa hiyo ucha Mungu tumegundua ndio dili katika tiba za ruqya. Tumefahamiana vizuri. Sasa la kwanza kabisa msomaji kwanza awe na tauhidi ilo shiba. Awe mtu wa tauhidi. Manake jini anaweza akadhihiri
akaanza sitoki. Sasa wewe usiseme ameshatoa wengi sana shekhe. Wewe unamwambia anayetoa ni Allah, anayetoa ni Allah, wala mimi siwezi kukutoa. Hoja zenye kufaa wanasema unaweza ukamwambia jini basi zuia maneno ya Allah yasikuunguze. Hizo zinafaa hoja kama hizi. Utakiwa mtegemee sana Allah, alafu wewe msomaji inatakiwa umtilie mgonjwa nia, halafu sehemu ile yote istawaliwe na kitu cha kishirikina, sijui kumefukiwa chini kichwa cha kondoo, visiwepo vitu kama hivyo. Maana kuna baadhi ya zawia za ruqya watu huitwa kwenye ruqya lakini ndani kuna ushirikina. Unakuta mtu wa ruqya ana vibuyu, ana vitunguli, ana usinga. Haya makosa makubwa sana. Ndio maana mimi nashangaa labda Sheikh Saimu atatupa jawabu. Eti mtu anasema nimeenda kwa ustadhi kusomea ruqya, alafu akanaambia mama yako mdogo ndo anayekupiga. Mimi nauliza huyu ustadhi kajiwaje? Huyo sio ustadhi bwana. Ustadhi gani anapiga ramli na kufitinisha? Mambo haya hakuna. Sisi tunajua jini anamuingia mtu kwa njia 5, tushawahi kuzitaja nyuma. Kwa hiyo haya madalili niliyoyasema, mtu atauliza, Sheikh, kwa hiyo nina majini? Ndio. Mahaba? Ndio. Sasa labda haya majini labda nimetupiwa au labda nimefanya nini? Maneno ya mitego hayo. Unajua unamwambiaje? Sisi tunachojua una majini, lakini yamekuja kwa njia gani hatujui. Hiyo ni ghaibu. Tunawezaje kujua vitu kama hivi? Hatujui. La aibu fi masala. Katika mambo kama haya hakuna aibu. Hatujui sisi. Hasa watu mfano pande za wapi, Oman, akakupigia simu ambia hebu shekhe nitizamie, unanionaje? Nitakuonaje mimi? Nione nini? Sioni mimi. Hakuna cha kutizamia. Sasa mtu anahisi kwamba akionekana na mambo ya kipekee, anajua ana usultani fulani, anajua mambo ya ghaibu, ndo atapata wateja. Hapana bwana. Kuwa mkweli hivi. Sasa hata ukipata wateja wana faida gani? Unamkosea Mwenyezi Mungu. Wewe upo kwa tiba unawasaidia watu afu ukachomwe. Kwa hiyo usipende promo ambazo hazina kichwa wala miguu, mweke Allah mbele zaidi. Sasa nafikiri hapo mmenielewa. Kwa hiyo masharti ya msoma ruqya ni kama hayo, lakini pia itakiwa amueleweshe mgonjwa sababu ya kushikwa na majini kama hayo. Pengine alimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu mgonjwa aonywe, aambiwe hapo tunaanza kufanya tiba, usiwe hata na irizi. Usiwe na vitu vya irizi umefunga kama kinga ya mwili kama nini vya kishirikina, usiwe na vitu kama hivyo. Alafu muelekee Allah, alafu we mwenyewe ujikanushe kwamba sasa mimi na wewe acha tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana watu wengi hata wale ambao wananipigiaga simu, Sheikh nasikia hiyo dawa yako ni nzuri, nitapona 100%. Namwambia duniani hakuna tiba yenye 100% popote. 100% za Allah peke yake. Sisi tunajaribu, tunamuomba Allah, ila tunavyoona sisi dawa hii imesaidia watu wengi, lakini dawa hii 100% hakuna dawa hiyo bwana. Hiyo dawa mwenzio kanywa kapona, wewe mnakunywa unaondoka. Shifa biadillah, ipo mkononi mwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mgonjwa baada hapo atajua kumbe mimi matatizo yangu nilimkosea Allah, labda nimeingiwa na majini, atatubu, ataleta istighfari. Jengine, usimtibu mgonjwa ila mwambie awe amevaa kisheria. Hata awe ni Mkristo, uweze kumfanyia ruqya nywele timtim ziko nje, itafutwe kanga. Hapo kuna kanga Sheikh, kwani ziko mbali? Sio hapo imening'inia. Akija mtu ana mini skirt atumfukuzi karibu. Lakini sasa kwa tiba utavaa hivi, haiwezekani pale na haki na batili zikakaa kwa pamoja. Wala hatukuvalishi Uislamu, taka sisi tukusaidie tu basi. Kwa hiyo akishakaa katika stara namna kama ile na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa tunasema anaanza kusomewa. Akisomewa kisomo hiki dakika 20 tu, habari zimeisha. Sasa kusomewa kwake, huyu hapa ni mtoto wangu na mudu, naweza kumshika. Kule kwenye vitabu vya ruqya, kule sogea huko mwanangu. Kwa vitabu vya ruqya
Kwa vitabu vya ruqya wanasema hivi, mgonjwa unakaa upande wake wa kulia, sikio lake la kuume kama hivi. Ukishakaa huku ni mustahabu, kama yule unayemsomea unammudu, ni arhamu wako, sio mtu wa janib, sio ajnabia. Kama unammudu basi, au kama ni mwanaume mwenzio unamshika kichwa chake, sawa unamshika kichwa chake, umeshafahamu vizuri, unamshika kichwa chake. Ukimshika kichwa chake hivi, umeshafahamu vizuri, unakaa kuliani kwake, afu ukikaa kuliani kwake unasoma kwa sauti ambayo haitompasua masikio, lakini isiwe ya kunong'ona, ya juu alafu yenye kupanda. Kuna klipu moja watu walidauti kidogo. Simama mwanangu tena, umeona? Simama. Si unaona aka huyu ni arhamu wangu, huyu ni tena kama nimemtuma. Unaona aka mtandio aka, mimi nani yako? Huyu ni mpwa wangu, huyu mtoto wa dada yangu, sawa Sasa siku moja nilimfanyia ruqya, nikawa sijatoa tu maelezo, nilimfanyia visomo vikapa, na kweli athari ilikuwepo na amekaa sawa. Sasa watu wengi wanasema mshika kichwa. Sasa si mwanangu, wewe mwanao si mwanangu Umeona sasa, umeshafahamu vizuri. Ndio maana siku zote yule sahaba alikuwa na tabia akiwasalisha watu huongeza na kulu Allahu ahadu, sawa Watu mbio kaenda kwa mtume yako yafanya, eti kila kiswalisha anaongeza. Mtume akamwambia saluhum, kwanza kamuulizeni. Mnakuja mbio, kwa nini anafanya hivi? Kamuulizeni. Sunna ya kumradi mtu, kwanza muulize, Sheikh mbona unafanya hivi? Utapata faida. Sisi haya mambo ya ruqya tuna miaka 20 hatujaanza leo. Ndio maana tunafanikiwa sana kwa masala kama haya. Tunajua thamani ya mke wa mtu, tunajua thamani ya binti wa mtu, tunajua mambo ya ghera. Sheikh Saibu nikikwambia hapa kwetu utashangaa kitu. Hapa kwetu unaona hao mabinti zetu, nataka nikupeni ilmu zinazopatikana hapa. Hawa mabinti zetu hawa, japokuwa hapo ndani ya hijabu, lakini wana adabu, yani wamefundishwa. Unajua ni elimu mabinti wengi hawana. Hawainami ovyo ovyo kwa mwanaume, wala hawanyanyuki ovyo ovyo, na washatengeneza tensheni ya macho ya watu. Ina maana hata hivi walipokaa tayari washa sensi vichwa vyao, na hii ni ilmu anaotoa Sheikh Uthman Maiko. Washajua sasa hivi nakaa nyuma yangu kuna kamera, Sheikh ashanifundisha nakaaje stara yangu. Kwa hiyo hivi walivyokaa hakuna hata mmoja atadauti, angalia wanawake wanavyopigwa vile. Umeshafahamu? Hata wale kamera wetu wa hapa nyumbani tumewafundisha. Mtoto wa kike akiamka unamchukuaje? Unaweza ukapiga miguu, umeona kuna amana zingine zisionekane. Lakini pia na sisi wanaume tumewekeana faini 1000 hizi. Sheikh Uthman ana vijana wake ambao wale vijana anatenda nao kazi ya ruqya. Akimsomea mtu ruqya, yule mama huwa anasimama. Sasa wengi hawana taaluma hiyo. Unajua wanawake hawajui hisia za sisi wa baba. Kwa hiyo anasimama ovyo ovyo. Sasa wenyewe wanalindana. Mmoja akisindikizia macho anasema fulani kamtizama mwanamke. Tunamwambia wewe ndio unatuharibia kazi. Taufiki ya Allah itakosekana, kwa hiyo anakatwa 2000. Kwa hiyo hapa ile amri ya Allah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim inafanya kazi kweli kweli hapa. Inafanya kazi, na ndio malengo ya ruqya. Kwa hiyo mabinti zetu wanajua wanakaaje, wanasimamaje. Vijana wetu wanajua wanaamiliana vipi na wanaume. Na vijana wetu wengi si wajinga, ni watu wa harakati, ni watu wa juhudi, ni watu wa fi sabilillah. Kwa hiyo pia wana hofu ya nini? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unavyowaona wote ni watu wanakesha sana hapa qiyamul layl. Kwa hiyo hatuna wasiwasi nao. Yani hakuna, vijana nasema hakuna mashi. Sijui umuone mtu sijui
sijui anamtongoza mgonjwa. Hakuna vitu kama hivyo. Sisi tupo kazini kweli, na tunataka hii huduma itufikishe mbali, na tunaiheshimu kwa sababu inatulea sisi na familia zetu. Kwa hiyo tunaipa heshima, na tunajua kuna watu wakimuona Sheikh Uthman Michael. Mtu mmoja zamani nilimsikia Al-Haramain ilitoa hutuba, akasema huyu sheikh huyu, yani anavyoongea utafikiri kasoma darasa moja na mtume Sheikh, yani vile. Sasa ina maana yule ananifanya mtume kivuli. Kwa hiyo hana wasiwasi kumwambia mke wake nenda kwa Sheikh Uthman, yani ndio tayari kashaniamini, basi na mimi nijiaminishe kwamba huyu akija mke wake asighurike. Unajua wanawake hawana bleki kama watoto. Anakuja sehemu anatongozwa afu anaenda kujisemea mwenyewe kwa mumewe. Ustazi ana masiara yule. Aliniambia mume wako anafaidi. Kwa sisi wanaume kakwambia hivyo. Usiende huyo mshenzi huyo. Huyo mshenzi huyo. Nani mshenzi kweli? Sawa? Sasa sisi tunatisha. Msimamo wetu hata wagonjwa wanaokuja kwa ruqya hatuoi. Hatuoi. Kwani wewe uweze kuoa mpaka uwe wagonjwa? Sisemi kwa vibaya wala si haram, lakini wale mashehe wa ruqya wanaoa wagonjwa wao hatari. Kwa hiyo huku unamtibia afu una tamaa ya fisi. Tumeelewana vizuri? Hii tamaa ya fisi iache. Hii tamaa ya fisi iache. Kazi na dawa. Kwa hiyo sasa baada ya kumaliza kipengele hicho, kama huyo mtu anayesomewa ni ajanibi hamhusu, mfano huyu ustadhi huyu hamhusu, kuna nyuma ya pazia hapo kameramani huyu ni dada yake, angekuwa yeye angemshika kichwa. Sasa huyu hamhusu, ni haramu kumshika kichwa. Mwanamke sio vipi tu kumshika, ni haramun mutlaqun. Sheikh Shafii anajua. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo sasa atamsomea tu kwa kukaa upande wake wa nini, wa kulia. Na huyu pia hamhusu, ila huyu mimi ni mtoto wangu, huyu ni mwanangu mimi, ila huyu hamhusu, ila sasa atamtilishania, atamsomea. Hawa si wagonjwa, natoa mfano tu. Tumeelewana jamanini Sasa akianza kumsomea atapanda kwa sauti ya juu. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakini kabla ya kisomo huyu asome zile kulukulu na huyu kulukulu na yule mwenyewe wote wajikinge kwa Allah. Na sehemu ya ruqya hawaruhusiwi watoto wadogo, baki kile kitu kikitoka kinaweza kikamvaa mtoto, na wote wanaokuwa sehemu ya ruqya itakiwa wawe na udhu. Baada ya kisomo akisomewa dalili za mtu kupandisha, hata jana nilikuwa nikimwona binti pale namsomea dalili za mtu kutaghayyar. Saa nyingine anaweza kupiga miayo, huyo ashaanza kudhihiri, au kugotoa vidole hivi, kiona tu hivi, au misonya, ujue tayari washaanza. Sawa Kuna dalili nyingi, na kidhihiri shetani sio unaendelea kusoma tu bismillah. Hapana, kwanza msikilize, kuna hiwar. Jini mwingine hana mambo mengi, na inafaa jini mfano wa huyu akapanda, basi kama una wagonjwa wengine ukamwambia huyu atoe msaada, atoe majini wengine wenzie katika wagonjwa. Hii inakuwa tarkhis vile vile, na kiapo ni muhimu ili asirudi. Sasa hapo kwenye ruqya ni mfano wake. Ustadhi, hebu someni kidogo kwa mfano hivi. Ndio mfano ruqya zinafanyika. Sasa huyu anasoma na mimi ninasoma. Umeona, twende kulia hivi. Umeona mfano hivi. Huyu anasoma, unaona hajashika, lakini mimi nashika hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Haya basi inatosha. Tosha mwamba. Umeona Sasa kupitia hivi ndo mfumo, ndo mfano wa kusomewa. Na mfano huo wa kusomewa mtu aweza akapandisha, basi yule shetani ataamrishwa atoke. Mfano ndo amepandisha, tamwambia haya nyosha miguu yako. Umeona, kamata miguu yako. Siku ile alipandisha kweli, lakini leo hamna kitu Umeona, haya toa salamu, toa salamu, toa salamu. Sema assalamu alaikum, na usitoke mpaka ufungue sihiri iliyokuwepo mwilini mwake. Ila sasa wakati wa kusomea anaweza, yale mafuta yanamstiri, lakini ukiona kuna zilzala, hawa maukti wanakuwa karibu kumsaidia mwanamke mwenzi wao. Sawa Kisha akishasomewa pale, anachukuliwa huyu, anapelekwa huku jikoni kwenda kufukizwa. Kuna dawa mzuri. Akishafukizwa mgonjwa kama yule, anaingia ofisini kwa Sheikh Uthman. Akiingia pale ofisini kwa Sheikh Uthman, Sheikh Uthman anamwambia yafuatayo. Sikiliza maneno hayo. Anamwambia hivi, sasa mama yangu wewe, chukua punje 7 vitunguu saumu usiku wa leo, zimenywe kisha ziponde, kisha kamulia ndimu 3, usiku jipake mwili mzima. Asubuhi ukiamka usioge na usile chakula chochote, ila unaweza ukachukua udhu kwa ajili ya kuswali. Kisha njoo usomewe na dawa utapewa. Kisha orodhesha kila palipo na maumivu, orodhesha ulivyoamka. Huyo akipaka vile vitunguu usiku, vinaondosha sihiri mwilini zote. Alafu akilala anapata usingizi mzito. Akiwa amepata usingizi wa fofofo, ni alama uchawi ulikufa mwilini na jini kaondoka. Akiwa atalala kwa kushtuka baada ya kupaka vitunguu hivi, bado kuna mapambano hayajaisha, bado kuna mnyama mwilini. Na wallahi wale wote wanaopakaga hivi ni ushuhuda mkubwa sana. Sasa baada ya hapo utamsikia mtu, Sheikh nimelala vizuri, nimejikuta alfajiri hiyo nimeamka kwa ajili ya kuswali. Unasema huyu mambo yamekubali sawa. Sasa baada ya kuja mambo ya jana yanapungua, leo haogi hasadi. Naambia haya, ingia chumba cha kisomo. Chumba cha kisomo chenyewe ndio hicho ambacho kimestirika hapo. Alafu sasa niongeze kitu. Hakuna haja ya kudanganyana. Qur'ani itakiwa mtu mdomo ufike hapa asomewe. Hakuna kuwasomea kwa pamoja. Msomee peke yake. Jini ajue mimi nimelengwa peke yangu. Kwanza kuwasomea kwa pamoja unatafuta balaa. Kwa sababu anaweza akapigana ukapata kesi Sheikh. Tumeelewana vizuri? Na hakuna eti mkono wako una baraka sana, wewe ukimgusa hivi kashadondoka kashapona. Hebu acha mambo hayo bwana. Hao wanachuoni unaona uwapuuzi, wameweka ruqya nzito. Hizo karama za hivi unapata wapi wewe peke yako? Unapataje Osman Michael asiwe nazo karama kama hiyo? Sawa Kwa hiyo mimi ninachosema vijana tunaoamkia kwenye ruqya ni kuambieni, yani Uislamu hauna magumashi. Fanyeni hii, watapona kweli, na mgonjwa mmoja atakuletea wagonjwa tele. Lakini mgonjwa mmoja shekhe akija afu asipone, arudi. Wanasema afadhali ule kidogo kwa muda mrefu kuliko kula kingi kwa mara moja. Uwe na good service. Wewe unachoangalia ni ile siku ya mwanzo kafika kalipa. Uangalie tena siku za mbele ana ndugu kibao. Marake mwingine anakuja kama chambo katika familia. Familia nzima imeshambuliwa na maibilisi. Kwa hiyo tulia naye, mridhishe, na uweze kumjua yule ni nani, akuletee familia nyingine. Sasa hasa ukiaminiwa ni shekhe, action ndogo mtu inamvunja moyo. Lakini mtu kaona, mtu kaenda kwa Sheikh Uthman Michael, alafu alivofika pale kamheshimu mke wangu. Yani yule mke mwenyewe akirudi kule kwa mume, ile information anayoitoa, ambia mashallah, wallahi wametupa stara. Umeona? Haya, umeongea nini na shekhe? Angalia maneno haya. Shekhe, nimemwambia mambo yetu ya ndoa si mazuri. Wallahi aloniambia, kaniambia uwe chini ya mume wako. Umeshafahamu vizuri? Shekhe kaniambia niwe chini ya mume wako, niwe na twaa, niwe na hivi. Yani mtu anaona
huyu kaenda alafu kamjenga, mke wangu karudi ni mpya. Lakini mwisho wa yote mazungumzo yanakuwa kinyume chake. Nilipofika pale asema, wanaume kama wa kwako ni mitiani dadangu. Ndio hivyo, unaweza yani unamkuta mtu anamshambulia mume mwenzie. Sasa unatengeneza agenda gani ili umchukue wewe? Haifai. Ndio maana hata sisi kwa mfano kama mimi katika ruqya, katika hizi zawia za ruqya hizi, sawa mgonjwa anaweza akatoka hapa, mfano akaenda kwa Shekhe Yusuf Diwani, akaenda kwa Shekhe Sabasi bil Kubra, wale ni mashekhe na wanafanya tiba, sawa. Lakini mgonjwa anaweza akatoka kule akaja kwangu. Sasa wewe kama ni mwalimu umeelimika, ukimwona mgonjwa mfano ametoka kwa Shekhe Diwani kwa mfano, kinachotakiwa mimi nimetoka kule, nimetibia ndio hivyo sijapona, itakiwa umjenge, sio unabomoa kule. Umwambie hata yeye kajitahidi na nina imani kanirahisishia sana. Ilikuwa bado kitu kidogo, ngoja na mimi niombe Mungu. Itakiwa watu wajengane. Watu wajengane, sio hapa bwana ndo kwa mzee uliza kaja hapa. Wewe uko amekufanyia nini kwanza? Hizo hela ilikuwa bora uletee mie tu. Hapana bwana, usiwe na tabia kama hizi. Kwanza ukiwa na tabia hizi mgonjwa anakuona wewe bonge la mcha Mungu. Ni kweli si kweli? Tumefahamiana, waingize wageni kulesha. Sina hapo. Haya, tumalizie sasa jambo. Mgonjwa akija siku ya kesho anaanza kufanyiwa visomo. Baada ya vile visomo, mgonjwa wetu yule akishafanywa vile visomo, anapimwa katika macho yake hali yake ya ugonjwa imefikia wapi. Alafu akipimwa inaonekana yuko na nafuu. Kama yuko na nafuu mgonjwa wetu yule, itabidi apewe dawa. Alhamdulillah rabbil alamin. Dawa atakazopewa ni kama ifuatavyo. Kwanza atasomewa siku ya pili. Kisha akishafanywa visomo kama vile mgonjwa wetu huyo, jambo la mwisho baada ya kusomewa atapewa chakula cha dawa ambao ni pilau iliyoandaliwa. Akishapewa pilau kama ile atafukizwa, alafu atawekwa kwenye kisomo kidogo cha mashine cha muda mrefu. Kwenye kile kisomo hatakiwi kulala usingizi. Akilala bado ana athari ya uchawi mwilini, hawezi kuruhusiwa. Itabidi kesho aongezwe siku. Asipolala atapimwa macho na Ayat Kursi. Macho yake yakiwa haya indicate basi mgonjwa amepona, na akipona ataulizwa unajisikiaje. Utamsikia anafunguka, alhamdulillah nilikuwa nasikia uzito sisikii, nilikuwa najisikia hasira, naona niko vizuri shekhe. Unamwambia hivi, kumtoa jini mamangu ni sekunde, kaondoka toka ile jana. Ila sasa kazi ni kumzuia asirudi. Sasa itabidi upate kinga hizi mbili. Kinga ya kitabia na kinga ya kimaumbile. Kinga ya kitabia ni uchamungu bwana. Uhakikishe uswali sala zote. Uhakikishe unafanya sana istighfar. Uhakikishe unafanya nyiradi sana. Lakini uhakikishe unatoa sadaka. Hata kama ni sadaka ya maneno mazuri. Muda wako utumie kumdhukuru Allah na kujiepusha na yale ambayo hayafai. Umbea, vipindi vya TV au redio visivyokuwa na maana. Sio muda wa kuingia kwenye TikTok ukapoteza muda tu na lagwi nyingi. Si kipindi cha kufuatilia seasons za kwenye television. Hapana, si muda wa kuangalia katuni. Huu ni muda wa kufungua Qur'ani na kusoma. Ina maana lengo la ruqya ni kumtoa mtu daraja dogo la uchamungu, kuongezeka spidi ya takwa. Sawa, na huu ni msaada. Ina maana Mwenyezi Mungu akituletea wagonjwa tuwajenge kama madai, tuwaweke katika mstari wa muelekeo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo inawezekana mgonjwa mmoja ikawa sababu ya wewe kumpeleka peponi. La anyahdiyakallahu rajulan, Mwenyezi Mungu akimuongoa mtu kupitia wewe ni bora kuliko ngamia mwekundu mwenye nundu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Then ukishamueleza mambo kama hayo, unampa dawa. Dawa ya kwanza unaompa ni dawa moja muhimu sana. Ni dawa inaitwa sihiria shiqiyu powder. Ukimpa dawa kama hii, unampa sihiria shiqiyu bukhur. Hii ni ya kunywa, unampa na hii ya kujifukiza.
alafu unampa sihiria ashqiyu masaji, ambao hii ni dawa nzuri sana. Anapaka asubuhi, mchana, anapaka hivi. Unampa muongozo B, unamwambia hivi, sasa we nenda zako, lakini endelea kupaka vitunguu na ndimu siku 6. Kunywa na fusha dawa kama zilivyoelekezwa. Mafuta paka asubuhi na mchana. Ina maana mtu akiondoka, vile vitunguu ataendelea navyo siku 6 mfululizo, tukijumlisha na jana ni siku 7. Asubuhi anaoga, akioga anapaka mafuta haya asubuhi na mchana. Unamwambia siku ya 7 kama umepona kabisa, endelea na adhkari na kumshukuru sana Allah. Lakini ukijihisi kuna kitu bado, fanya haraka urudi. Na tunamwambia sauti bai haibahatishi, kwa uwezo wa Allah tunakupa hizi siku 3, inatakiwa uonekane mzima, kwa sababu mambo ya majini hupona ghafla. Ndani ya siku 3 ukihisi tu hata kuna kitu kinakutembea kwa mbali, rudi, usisubiri hizo siku 7. Basi unamkuta mtu siku ya 7 kashapona, hana haja ya kurudi kupoteza muda wake. Kwa hiyo siku 2 mtu mambo yamekaa sawa. Lakini pia unampa dawa inaitwa wikaya tujini, kwa ajili ya kinga nyumbani kwake. Hii hapa unamwambia sehemu ile ya nyumbani akaisafishe. Lakini pia unampa na kinga ya mwili wake inaitwa rujum kain misar. Hii ataoga vile vile. Lakini kupitia mgonjwa, kama ulimuona athari zake ilikuwa madudu gani, kuna dawa zingine. Kwa mfano dawa hii wiki hii Singo amefanya jambo moja kubwa, kutangaza uchawi mweusi. Uchawi mweusi ambao ni vidonge hivi, na kuna uchawi mwingine vidonge hivi vyeupe. Hizi ni wale watu ambao wana sihiri nyingi tumboni kwa muda mrefu. Lakini alhasir, kuna mtu ambaye hakubahatika kuja kufanya tiba, anaweza akatumiwa madawa. Kwa hiyo dawa ziko pisi 10 na kila pisi ina majini wake. Tulishazieleza kule nyumbani. Sikutarajia kuongea kwa kirefu mpaka wakati wa sala umetuchukua, lakini kwa leo tulikiweza hichi. Najua kina nukuswani, kina mapungufu mengi, na ndio binadamu, lakini tulichokiweza sisi kuthubutu ni hiki. Kichukueni insha Allahu taala. Lakini pia wale ambao wanakuja kufanya tiba hapa wajue tiba zetu ndio hizo, hatuna tiba zingine sisi. Lakini kupona kwa uwezo wa Allah ni hakika. Na mara nyingi tuna historia, hakuna mgonjwa asopona, kwa sababu Mtume pika shaeleza, man lam yashfauhu alquran la shifala. Asoponywa na Qur'ani hana pozo. Ni kwamba ni taukidi kwamba Qur'ani haibahatishi, na ukiona Qur'ani haiwezi kukuponya utakuwa umeishiwa tu. Kwa hiyo karibuni sana. Ila onyo langu kwa wale wagonjwa wanaosomewa wakapoa, wale wagonjwa ambao wamesomewa kisha wakapoa, shetani bado wanawafuatilia. Shetani akikuona umedumu kwenye masharti ya uchamungu, itakuwa ni vigumu kukurejea. Lakini ukizembea, akikurejea atakuja kwa kasi zaidi. Sisi tupo Dar es Salaam Buguruni Rozana. Ukifika tu hapa tupigie simu tukusomee, lakini ukiwa mbali pia tunaweza tukakusomea. Tupigie kwa nambari hizi hapa inshallah. Barakallahu fik. Tupigie kwa namba hizi na nyingine hizi hapa pia kwa ajili ya kukusaidia inshallah. Njoeni mpate tiba iliyokuwa ya sawia. Tumeongelea kwa mujibu wa mambo ya kidini na mambo ya ruqya, lakini kuna tiba za jadi na tiba za asili. Hizi hatujazidharau, na hata kama kuna mtu Mwenyezi Mungu amempa karama zake, aendelee na tiba zake. Hatusemi kwamba watu wote lazima wafanye hii tiba, si ndio tumeiona kwetu ni sahihi, na tumeongea kwa mujibu wa dini. Hatujaongea kwa mujibu wa tiba zote duniani. Kwa hiyo asiwepo kuna mzee fulani anatibu kwa asili, hana ushirikina, akavunja kiringe chake, au mkasema hatuendi kwake kuanzia leo kwa sababu hasomi Qur'ani. Wako watu Allah amewapa, watumie fursa zao. Wazee wetu wa zamani wana tiba zao za jadi, midamu hazimshirikishi Allah. Ila sisi Muislamu mwenzetu, kama kuna tiba na ndani yake anakosewa Allah, hiyo tunaikemea na tunaikataa, na lazima tuonyane. Kuzuiana hatuwezi,
lakini balligh, fikisha tu. Anayeongoa ni Allah. Lasta alaihim bimusaitir, wala watu tusiwateze nguvu na bakora. Kuna kwenda wewe ukienda kivyako, lakini usiseme hujaambiwa. Na la mwisho baada ya kusema hivi, si kwamba Uthman Michael ndo ana ruqya nzuri peke yake. Hapana bwana, wanaomzidi ni wengi. Dar es Salaam hii wanaomzidi ni wengi. Sawa, si tunasema katika hali ya usawa kwamba watu wafanye vitu kwa uadilifu na kwa mujibu wa dini, na mtu kama ni wa bara awe bara, kama ni wa pwani awe pwani. Isiwe kwa tiketi ya ruqya afu ndani yake anaingiza na mambo ya shirkiyati. Hatutaki vitu kama hivi. Kwa hiyo na sisi baada ya kutoa ilmu hii, na sisi promo yetu tunasema anayejiweza, anayekuwa na nafasi, alokuwa na haja aje, inshallah tufanyiane ruqya. Sitwawilishi, lakini la mwisho sina muda, ila nitakuja kulisema. Kufanywa ruqya inafaa. Japo kule katika Riyadhus Salihina wako watu watakaoingia peponi bila hesabu kwamba hawajafanywa ruqya, lakini kwa kifupi kufanywa ruqya inafaa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alizinguliwa na Jibril, na ziko hadithi tena tele. Mtume sema la baasa, hakuna neno mtu kufanywa ruqya kama ndani yake hakuna kumshirikisha Allah. Na niseme tu Sheikh Omar, tukisema kwa hadithi ile tu ruqya basi hamna maradhi hapo, badala yake tufanye nini? Twende sasa tukapige manyanga na ile kuchuchu oi. Umeona madogoli? Hii si kweli. Kwa hiyo ruqya ipo. Na la mwisho, shekhe anayejinasibisha na ruqya ili kumkejeli, tena anakejeliwa na mashekhe wenzie, mganga huyu, yule si mganga tu. Sasa kwani ndo nini? Sasa ndo nini? Itakiwa munapongeza, mkimwona mtu anafanya ruqya mnampongeza, na pale ambapo hayuko sawa, mmeshafahamu vizuri, na yule pale ambapo hayuko sawa, basi mnamwelekeza, shekhe unajitahidi, lakini hili nalo liweke hivi. Siku moja Sheikh Omar, sikutaka kulisema neno hili, lakini naweza nikalisema. Sawa Kuna bwana mmoja ametokea Msumbiji, alimleta mke wake hapa. Alivomleta mke wake, tukamfanyia yule mke wake, akapona. Alivopona yule mke wake, yule bwana akanambia maneno haya: Shekhe bwana, mimi hunijui, lakini mimi msimamo wangu ni wa kisunna. Lakini msimamo wangu huu shekhe fulani na shekhe fulani, Sheikh Omar anawajua, acha nsiwataje kwa heshima zao. Mimi ndo mwenyeji wao kila wakija huko Msumbiji, na ningeenda pale kwao, basi yote haya ningefanyiwa tu free of charge. Sawa Lakini nikasema nsiwape taklifu, nitaenda kwao kwa mambo mengine kama mgeni wao. Lakini nilikusikia ukisema, na mimi shekhe nimesoma, sijui kasoma Sudani, sijui wapi, akanibadilishia lugha, tukaanza kutuangana Kiarabu. Unajua Kiarabu cha Sudani, Khartoum, habari yake kubwa. Akanambia, nilikusikia ukisema kitu wa mifano, nikasema ngoja nikaombe Mungu, kwa sababu kweli shekhe mimi sijaamua kukalia hii kazi, lakini naijua. Nikasema waloamua, hebu ngoja tuwaachie huyu bwana Uthman Michael huyu, hebu ngoja nimpelekee huyu mke wangu, kwa sababu nimehangaika naye. Kwa hiyo nimefunga safari huko. Shekhe, umemponya mke wangu, Allah akulipe. Unajua aliniambiaje? Nilikuja tu, lakini nilivyokuwa nafikiria sivyo, sema nimekwama. Alikuwa sema sijitu la bid'a tu, hilo litakuwa hilo khurafi, lakini ndo nimekwama, na huyu mke wangu ndo kangangania. Nikamwambia mimi nina jamaa zangu wa kisuna bwana. Akamwambia mimi nataka kule. Basi msimamo wangu tuone nini kitakachofanyika. Lakini Sheikh kapona, maajabu. Akatoa mpunga, akasema vijana wako wote walioshiriki kumpa afya mke wangu
wote wanywe soda. Nikamwambia nikafurahi sana. Kwa hiyo al-akhi wanakuja wengi, kina al-akhi wanakuja wengi, alhamdulillah, wengi sana. Kwa hiyo tukome hapa inshallah taala, bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.